Somo maalum. Katika somo la matatizo ya figo lililopita, tulijifunza kundi la dawa zinazoleta uharibifu kwenye figo ambazo hazitakiwi zitumike sana. Kuna kundi la dawa nilisema linaitwa NSAID. NSAID ni nini? Ni kifupi tu cha maneno non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kwa Kiswahili, dawa za kupunguza maumivu na uchochezi ambazo sio steroid. Mifano ya dawa za NSAID, yani mifano ya dawa hizi za kupunguza maumivu ni Brufen, Diclofenac, Naproxen, Indomethacin, Ketoprofen. Hizi ni mojawapo tu ya dawa, lakini ziko dawa za aina nyingi. Kama nilivyosema, dawa ni nyingi. Hutumika kwa nini? Kwa nini hutumika? Husaidia kupunguza maumivu hizi dawa, lakini pia husaidia kuondoa uvimbe na uchochezi. Tulizungumza tafsiri za uchochezi. Lakini pia hupunguza homa. Kwa ni muhimu hizi dawa kutumika, hizi dawa za maumivu ni muhimu kutumika, lakini kwa kibali cha mtaalamu wa afya. Kwa nini tunazungumzia kwenye somo la figo hili somo? Kwa nini tunazungumzia kwenye somo la figo? Ni kwa sababu dawa hizi zinazopunguza maumivu zinaweza kupunguza mtiririko wa damu kwenda kwenye figo. Kwenye figo pia kuna damu ambayo inaingia kule. Kwa hiyo ukizitumia hizi dawa sana, zinapunguza mtiririko wa damu kuingia kwenye figo. Kasi ya damu kwenda kwenye figo inapungua. Lakini pia baadhi ya watu zinaweza kusababisha au kuongeza hatari ya acute kidney injuries, hasa wale wenye dehydration, wale wenye magonjwa matatizo ya figo, au wale wanaotumia dawa nyingi bila mtiririko ikaathiri figo. Jambo muhimu la kukumbuka si kwamba dawa hizi zinazopunguza maumivu ni mbaya. Hilo jambo la kukumbuka. Zinatumika au zitumike sana, na zinaweza kuwa salama zinapotumiwa na mtu anayefaa na kwa dozi na kwa muda unaofaa kama ulivyoshauriwa na mtaalamu wa afya. Tatizo ni matumizi yasiyofaa au kwa mtu aliye kwenye hatari ya figo. Basi Mungu akubariki.